Moja ni kwamba Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa madalali katika sekta ya mafuta, akiahidi kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaotumia hali ya sintofahamu ya kimataifa kujinufaisha. Hatua hii inafuatia kujiuzulu kwa viongozi wakuu katika sekta ya kawi, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu kashfa ya uagizaji wa mafuta kuingia nchini. Wakati huo huo, waziri wa kawi Opiyo Wandayi amewahakikishia wananchi kuwa kuna akiba ya kutosha ya bidhaa za petroli kukidhi mahitaji ya sasa. Sheila Chelangat anatufungulia taarifa za TV47 Wikendi. Siku moja baada ya kujiuzulu kwa viongozi wa hadhi ya juu katika sekta ya nishati, Rais William Ruto amesema serikali itachukua hatua kali dhidi ya madalali wa mafuta wanaojinufaisha kutokana na hali ya sintofahamu ya kimataifa kufuatia mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya. Kashfa inayoendelea inahusu madai ya mafuta duni yanayodaiwa kuingia katika soko la Kenya pamoja na usambazaji, madai ambayo yamezua wasiwasi kuhusu uwepo wa shughuli za kidalali. Watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively and conclusively with all cartels. Rais anasisitiza kuwa hakuna mtu binafsi au shirika lolote litakaloruhusiwa kuwapora wa Kenya. We finished the cartels in the sugar sector, we finished the cartels in the coffee sector, we will deal with the cartels in the oil sector. Haya ya kijiri, waziri wa kawi Opiyo Wandayi amesema hali ya mafuta iko chini ya udhibiti, akiwahakikishia Wakenya kuwa nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta kukidhi mahitaji ya sasa. Wandayi pia ameeleza kuwa serikali imekuwa ikitekeleza mfumo wa ununuzi wa mafuta wa serikali kwa serikali unaolenga kuimarisha upatikanaji na kupunguza shinikizo kwa akiba ya fedha za kigeni. Huku uchunguzi ukiendelea, EPRA sasa imemteua mhandisi Joseph Okech kuwa kaimu mkurugenzi mkuu kuongoza mamlaka hiyo, huku uchunguzi ukiendelea. Mamlaka husika sasa zinafanya uchunguzi wa kina kuhusu mchakato wa uagizaji wa mafuta duni, huku wizara ya kawi ikihakikisha kuimarisha usimamizi na kuziba mianya iliyopo. Sheila Chelangat, runinga ya TV47.